Mungu akubariki sana sana sana. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ameipandia madhabahu kwa ajili yetu. Asante kwa ajili ya neno ambalo Mungu umesema nasi Mungu tuko makini kukusikiliza. Asante kwa ufahamu, asante kwa maarifa ambayo tunaenda kupokea kupitia mtumishi wako. Bariki Mungu neno ambalo umeliweka ndani yake, likawe uhai, likawe nguvu, likawe safari yetu kwa salama. Katika jina lako Yesu nakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na pia nakushukuru Mungu kwa ajili yako ambayo umekuja siku ya leo. Naamini ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anatamani tujifunze. Kuna kitu ambacho Mungu anatamani tujifunze kwenye siku ya leo. Na kwa namna hiyo niseme tu ujiandae kusikiliza, maana mimi sio mtu wa Bible. Ndio hivyo, kwa hiyo mnionee huruma na mnitie moyo, nijue niko na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi sasa hivi duniani kitu gani kinaendelea? Nasikia Katoro kuna nini? Kombe la dunia. Kwa nasema kwamba mabinti sasa hivi tuhamie Katoro. Hii dunia na watu wanajiamulia mambo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua na mimi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ile sura ya 28 na ule mstari wa 9. Nyakati wa Kwanza ile sura ya 28 na mstari wa 9. Mstari wa 9. 28. Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu, kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Anasema ukimtafuta ataonekana nawe, na anamalizia kusema ukimwacha atakutupa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tujaribu kuangalia ni kitu gani kilichokuwa kinazungumziwa mahali hapa. Nani aliyekuwa anazungumza? Alikuwa anaambiwa nani? Alikuwa sehemu gani? Na kwa nini alikuwa anaambiwa hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Historia fupi ya andiko hili ili tupate kujua, kwa sababu nimekusomea ni mstari mmoja, hauwezi kujua ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Lakini tumeona neno Sulemani, jina limetamkwa hapa, nawe Sulemani mwanangu, alafu anaendelea kumpatia wosia fulani hapa. Historia fupi ya andiko hili ni kwamba haya yalikuwa ni maneno ya Daudi. Haya yalikuwa ni maneno ya Daudi kwa mwanae Sulemani. Yalikuwa ni maneno ya Daudi. Kwa wakati mwingine watu wanasema kwamba huu ulikuwa ni wosia wa Daudi kwa mwanae Sulemani. Maneno haya Daudi anayazungumza siku anayemaliza nafasi yake ya uongozi kama mfalme kwenye taifa la Israeli. Haya maneno ndio anayazungumza akiwa na mwanae. Sasa tunafahamu historia fupi ya Daudi. Daudi ni nani? Alifanyaje? Na kwa nini anayatamka haya maneno? Tunajua Daudi ya kwamba alikuwa ni miongoni mwa wafalme kwenye taifa la Israeli. Na kabla ya Daudi kupata nafasi ya kuwa mfalme wa Israeli, Biblia inatuelekeza kwamba alikuwa ni kijana wa kawaida sana. Alikuwa ni mtu wa kawaida sana ambaye ukimwangalia Biblia inasema kwamba alisahaulika mpaka kusahaulika kwenye ile familia. Na kwa hivyo familia aliyokuwa ni mtoto wa mwisho, alikuwa mchunga kondoo. Yaani Biblia inatuambia kwamba huyu ndugu alikuwa yeye kazi yake ni kuchunga kondoo, alafu alikuwa ni mtoto wa mwisho. Lakini Biblia inatuambia kwamba baadaye huyu jamaa ambaye alikuwa kwamba ni mtoto ambaye asiozaniwa mchunga kondoo, anakuja kupata nafasi ya kupaka mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Imagine. Bwana asifiwe sana. Anapakwa mafuta ya kuwa nani?
mfalme wa Israeli. Na hii inatokeaje Daudi kuingia kwenye nafasi ya mfalme? Inatokea ni baada ya aliyekuwa mfalme mwanzoni aliyekuwa anaitwa Sauli, baada ya kuzingua, vijana wanasema akajiamulia mambo ambayo asiyokuwa ameambiwa. Mungu akamwambia, sasa wewe nitakutoa kwenye nafasi. Alijiamulia mambo, sasa anaingizwa nani? Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Biblia inatuambia kwamba Mungu akamtuma nani? Alitumwa na nani? Na Mungu. Samueli akatumwa na nani? Na Mungu, kwenda kumpaka mafuta nani? Daudi. Biblia inatuambia kwamba wakati Samueli anaenda kwenye ile familia ya Yese, akamwambia yule mzee, naomba unikusanyie watoto wako wote. Akawaleta wote, alafu kajamaa kafanyaje? Kakasaulika, kako huku. Kila anayetazama anasema huyu siye, huyu siye, huyu siye, huyu siye. Wameisha wote. Alafu akamuuliza, akamwambia kwamba hauna mtoto mwingine? Anasema kuna mwingine yuko porini anaangalia mifugo, kamleteni huyo. Ni mpaka huyo aje ndipo tutakafanyaje? Tutafanya mambo. Anakuja ndio anasema sasa ndio huyu, alafu anapakwa mafuta. Biblia inatuambia kwamba hata pale Daudi alipopakwa mafuta, ya kuwa mfalme, hakuingia moja kwa moja kwenye nafasi ya uongozi. Alitulie kwamba kuna kitu tunakiita kusubiri mchakato kamilike. Sasa kwa vijana wa leo sasa hivi, kishajua kufoka na kuhubiri, tayari natakiwa nikaanzishe kanisa. Mchakato hujakamilika. Biblia inatuambia ndugu kweli anajua yeye ni mfalme, amepakwa mafuta, yeye ni mfalme. Alafu kuna ndugu ambaye amekaa kwenye nafasi yake. Biblia inatuambia licha ya kwamba alipakwa mafuta, alafu alikuwa anazinguliwa na yule ndugu ambaye yuko kwenye nafasi yake. Yaani mimi najua kabisa hiyo ni nafasi yangu. Alafu Biblia inatuambia kwamba ndugu akasema kwamba hawezi kupambana na masihi wa Bwana. Ndugu alikuwa na moyo wa kitofauti. Yaani amepakwa mafuta, lakini hakuingia moja kwa moja kwenye nafasi ya uongozi. Biblia inatuambia kipindi hicho wakati anasubiria aje aingie kwenye nafasi ya uongozi, si kwamba alikaa akiwa anajifunza katika raha mstarehe kama wewe unajifunza. Alipitia kwenye wakati mgumu akiwindwa. Yaani unasubiri ukae kwenye kiti cha kifalme, lakini wewe kazi yako ni kuwindwa. Na jamaa alikuwa ni mnyenyekevu. Lakini Daudi hakuonyesha reaction yoyote ya kupambana na Sauli, kwa sababu anajua kabisa huyu ndugu kuna wakati ataondoka kwenye hii nafasi, na kuna muda mimi nitakaa kwenye hii nafasi. Ni masuala ya muda tu, Mungu ataniruhusu mimi kukaa kwenye hii nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji tabia ya kumfahamu Mungu, ndipo ujue kwamba ni muda gani unatakiwa ukae kwenye nafasi. Lakini usipomjua Mungu ni kwamba itakugharimu. Utajua kabisa kwamba Mungu amenibariki, Bwana ninapewa nafasi kanisani, Bwana ninahubiri, Bwana ninasimama, ni wakati wa mimi sasa kwenda kufanya mapinduzi kwenye nchi hii na kuweka kanisa. Alafu mwisho wa siku natuharibia kanisa. Bwana asifiwe sana. Sifa moja ambayo naipata kwa Daudi hapa, Daudi alikuwa ni mnyenyekevu sana. Asionyeshe dalili zozote za kupambana na Sauli. Kauli yake moja ambaye anaisema akiwa na jeshi lake, anasema hivi, siwezi nikamnyoshea mkono masihi wa Bwana. Kuna wakati mwingine unamuona mtu ambaye yuko mbele yako anazingua, lakini Mungu amemwamini. Bwana asifiwe sana. Yaani unaona kabisa anazingua, lakini amewekwa na Mungu mahali pale. Uwaga unafikiriaje? Unasemaga ni masihi wa Bwana, anasema anatupotezea muda. Lakini Daudi anajua kabisa huyu ndugu muda wake atafanyaje, anasema bado ni masihi wa Bwana, siwezi kufanyaje, kumnyoshea mkono. Sifa moja ambayo alikuwa nayo Daudi ni kwamba alikuwa mtu anayemjua Mungu aliyemweka. Alijua kwamba huyu Mungu ataniweka kwa muda wangu. Alijua kabisa kwa muda ukifika mimi nitakuwa mfalme. Alikuwa mtu anayemfahamu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Daudi alikuwa ni mtu wa karibu sana na Mungu. Alikuwa anamjua Mungu wake, na ndio maana hakupambana na Sauli. Sasa Biblia inatuambia Daudi akiwa mfalme. Sasa baadaye Daudi anapata nafasi ya kuwa mfalme. Baada sasa ndugu kuchomolewa kabisa, Daudi anapata nafasi ya kuwa mfalme, ya kukaa kwenye kiti. Sasa anaanza kutawala. Ukisoma vizuri kile kitabu, Biblia inatueleza baada ya Daudi alipopata nafasi na kukaa katika kiti cha kifalme, Mungu alivyomuondoa Sauli, Daudi aliongoza vizuri sana.
Biblia inatueleza baada ya Daudi kuwa mfalme, namna alivyoliongoza taifa la Israeli, namna alivyotembea na Mungu. Hakuna namna yoyote ambavyo alienda tofauti. Ukisoma ile Nyakati wa Kwanza ile 11:9, Biblia inatuambia kwamba naye Daudi akaendelea akazidi kuwa mkuu. Naye Daudi akaendelea akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye katika uongozi wake. Akaendelea kuwa mkuu. Sasa amewekwa kwenye nafasi, kwa sababu ni Mungu amemweka, aliendelea Mungu kutembea pamoja naye. Ndipo tunaposema kwamba inapofika wakati wa kuwekwa sehemu na Mungu, inapofika ni majira ya Mungu kukuweka sehemu, ni lazima atatembea na wewe, ni lazima atakuangalia, ni namna atakuelekeza. Kuna namna atakuelekeza namna ya kufanyaje, ya kuenda. Wakati ninaingia nataka nianze mchakato wa kuoa, nilisikia sauti nyingi sana. Unaingia kwenye ndoa, unajua ndoa ilivyo, kuna sauti huko duniani. Nikasema yamkini kama ni Mungu, ni wakati wa Mungu sasa hivi. Alivyokuwa ananilisha nikiwa peke yangu, atanilisha nikiwa na huyu binti. Kama alikuwa ananielekeza nikiwa peke yangu, na kama ni majira ya Mungu, atanielekeza nikiwa na huyu binti. Sema haleluya. Subiri muda. Acha kukurupuka, acha kujiamulia mama. Unawahi alafu mwisho siku mnakuja kuzinguana kwenye ndoa, anasema Bwana hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Subiri mchakato. Uhakikishe ni Bwana kasema. Daudi alivyohakikisha ni Bwana sasa amemweka kwenye nafasi, Biblia inasema akazidi kuwa mkuu. Na tunatamani na wewe kwenye ndoa yako uzidi kuwa mkuu. Kwenye nafasi ya utumishi ulionao uzidi kuwa mkuu, kwa sababu ni Mungu amekupa nafasi, si binadamu waliokupa nafasi, si ndugu waliokupa nafasi. Sasa Biblia inatuambia naye Daudi akaendelea akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Daudi, Biblia inatuambia katika ufalme wake, katika vita alivyopigana, hakuna vita aliyokuwa ameshindwa, kwa sababu hakuna sehemu alipoenda pasipo kumuuliza Mungu. Hakuna kitu alichokifanya pasipo kumuuliza Mungu, kwa sababu anajua aliyemweka ni nani. Na wewe kama unaamini ni Mungu amekuweka kwenye ndoa hiyo, hautofanya chochote pasipo kumuuliza nani. Na katika vyote utashinda, mtumishi wa Bwana. Sema amen. Haleluya. Biblia inatuambia huyu ndugu katika vita vyote hakuna yote aliyeshindwa. Na siri kubwa ambaye Daudi alikuwa nayo ni kwamba alikuwa anamshirikisha Mungu. Hakuna vita aliyoshindwa. Daudi alikuwa na majeshi mengi sana, alikuwa na vitu vingi, lakini hakutegemea majeshi yake. Yeye alimtafuta Mungu kupata direction. Alisema, kusoma kwenye Zaburi, alisema Bwana, hatua zangu ziongozwe na wewe. Kila ninachokifanya Bwana kiongozwe na wewe. Uko tayari kuishi chini ya uongozi wa Mungu? Na kama utakuwa tayari kuishi katika mwongozo wa Mungu, hapo ndipo utakapoona mafanikio katika kila nyanja ambayo umeamua kuifanya. Lakini kama utakuwa umefanya jambo nje, kuna wakati mwingine tunataka sisi tufanye, alafu baadaye tumwambia Mungu tumefanya. Mungu hataki kufanya hivyo. Ya kwamba sasa Mungu nimeoa, sasa hebu nifuate, sasa nifanyaje? Hapana. Tuende pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ilikuwa siri ya Daudi, ya kwamba alikuwa ni mtu anayemjua Mungu wake. Mtu anayemjua Mungu wake anajua namna ya kuzungumza naye, anajua namna ya kumweleza shida zake na kuuliza anatakiwa apite wapi. Mtu anayemjua Mungu wake. Hii ilikuwa ni siri ya Daudi. Sasa Daudi inafikia wakati sasa anakabidhi uongozi. Baada ya Daudi kutumika kwenye kiti cha kifalme kwa muda mrefu, amefanya mambo makubwa. Inaonekana kwamba kuna baadhi ya mipango bado ilikuwa haijakamilika. Kuna vitu vilikuwa bado havijakamilika kwa Daudi. Daudi sasa na yeye bado ana shauku ya kufanyaje? Alikuwa na shauku ya kuifanya kazi ya Bwana. Mojawapo ulikuwa ni ujenzi wa hekalu la Bwana. Sasa Daudi alionekana anataka naye kuifanya ile kazi, lakini Mungu anamwambia no, vyatosha. Daudi, yatosha. Kwa namna ulivyonitumikia yatosha. Kweli ninakuona una shauku ya kunitumikia, lakini muda umekutupa mkono. Muda umefanyaje? Umekutupa mkono. Hata wewe kiongozi mzuri kiasi gani, kuna muda utafika tu Mungu atasema kaa. Kwa hiyo tumia nafasi vizuri. Hapo ulipo, itumia nafasi vizuri. Wewe sio mzuri zaidi ya Daudi. Wewe sio mzuri zaidi ya Ibrahim. Wewe sio mzuri zaidi ya Musa.
Lakini kuna kipindi kilifika Musa aliambiwa sasa ni wakati wa Joshua kwenda. Sasa kama umeaminiwa kuwekwa kwenye nafasi, hiyo nafasi itumie vizuri sana. Yaani itumie vizuri sana. Kuna muda utatoka. Hautokaa hapo milele. Wakati tunaongea na vijana wa chuo uko miaka hii mitatu tu. Au pale sio kwa bibi yako wala kwa babu yako, utaondoka. Sasa utaondokaje? Haujajipanga. Tumia nafasi vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Daudi, inatosha ndugu yangu, umenitumikia vizuri sasa. Yafaa kumkabidhi mwanao sasa uongozi. Sasa Daudi anapoambiwa hivyo anajua muda umeshapita. Anasema sasa ni wakati wa Suleiman kukaa kwenye kiti cha kifalme. Sasa siku hiyo analiitisha kusanyiko la taifa la Israeli, wanakaa kusanyiko, anamuita mwanae Suleiman, anamkalisha kwenye kiti cha kifalme. Daudi akijua wakati wake umeshakwisha. Sasa kuna ndugu mmoja ambaye anaelekea majukumu. Kuna mwanae ambaye anaelekea majukumu kama ambaye alikuwa nayo. Sasa anapomkalisha pale, kwanza nimempenda Daudi, anasema nawe Suleiman mwanangu, anachukua nafasi ya baba. Kabla ya kuchukua nafasi ya kiongozi anayepita, anachukua nafasi ya baba. Anasema nawe Suleiman mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuitambua mawazo yote na fikra. Ukimtafuta mwanangu, ataonekana. Ukimwacha mwanangu, atakuacha milele. Bwana asifiwe sana. Hii ni kauli anaizungumza baada ya kumkalisha mwanae kwenye kiti cha kifalme. Na wakati amemkalisha, taifa zima liko limekaa, anakabidhi, anafanya handover ya uongozi. Yani kwamba anaukabidhi uongozi. Na anapokabidhi uongozi, haukabidhi uongozi na kukimbia. Anakabidhi uongozi ili hadi akitoa mausia, amsaidie yule anaopokea uongozi namna gani anaweza kwenda katika ule uongozi. Namna gani anaweza kwenda kushinda vita. Kwa sababu Daudi aliona yeye ni kwa namna gani alishinda. Kwa hiyo anamwambia mwanae, anamwambia vitu hivi vitatu ambavyo vitamsaidia katika kufanikisha shughuli yake anayoendea, katika majukumu anayoendea. Daudi anamuasa mwanae vitu vitatu. Jambo la kwanza, anamwambia mwanangu, umjue Mungu wa baba yako. Kitu cha pili, anamwambia mwanae, mwanangu, ukamtumikie Mungu wa baba yako kwa moyo. Shetani yuko kazini. Bwana asifiwe sana. Mambo matatu ambayo Daudi anamwambia. Jambo la kwanza ni swala la kumjua Mungu, kukua katika ufahamu wa kumfahamu Mungu. Sasa hivi ndio vitu naenda kuvifundisha. Sikutaka nikuambie mwanzoni somo langu linahusu nini. Hivi ndivyo vitu ambavyo natamani tuvichunguze kwa undani. Jambo la kwanza, Daudi anamwambia mwanangu, ukamjue Mungu. Sasa wewe pale kwenye mabano, wewe andika tu kukua katika kumfahamu Mungu. Na jambo la pili ni anamwambia mwanangu, ukamtumikie Mungu. Pale kwenye mabano, wewe andika tu kukua katika swala la utumishi. Na jambo la tatu, anamwambia mwanangu, ukamtafute. Andika kwenye mabano kukua katika swala la ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kabisa tumemaliza nusu mwaka. Si ndio hivi? Tulianza mwaka, sasa tumeumaliza. Si ndio hivi? Tunaenda kumalizia. Ninaamini ya kwamba kuna vitu ambavyo uliviweka kwenye mipango yako kwenye mwaka ulivyokuwa unaanza. Kuna plani ambazo ulitamani uzikamilishe. Sasa kama ni kwa Suleiman, mpango wake ulikuwa ni kwenda kuliongoza lile taifa vizuri. Sasa na wewe wakati mwaka unaanza, kuna mipango ulikuwa umejipangia ya kwamba ninatamani mipango hii iende vizuri. Yawezekana ni juu ya huduma yako, yawezekana ni juu ya familia yako, yawezekana ni juu ya kazi yako, yawezekana ni juu ya biashara yako. Uliandika kwenye notebook ya kwamba ninatamani haya mambo yafanyike hivi na hivi, mwisho wa siku nipate matokeo haya. Sasa licha haya mambo uliojipangia, ninajua ya kwamba tumeshamaliza nusu mwaka. Bado mwaka ni mkubwa sana. Wanasemaga haijaisha mpaka ifanyaje?
mpaka iishi. Kuna watu wameshaanza kukata tamaa kwamba mipango haijafanyaje, haijakamilika. Mimi sio mtazamaji sana wa mpira. Sasa hivi kuna kombe la dunia. Nishawahi kutazama mpira kipindi fulani kwaga wa hapa Tanzania. Ilikuwa inacheza timu ya Tanzania na timu ya nje. Na ile timu ya Tanzania ilikuwa ni Simba, najua mnafahamu. Ilikuwa ni Simba. Wale vijana wanafahamu, ilikuwa ni Simba na timu ya nje, hizi ligi za mabingwa hizi. Nakumbuka kuna goli lilifungwa dakika za jioni za nyongeza. Ndio hivyo? Ambapo ile goli lilitaka wale ndugu kufanyaje? Kuvuka. Ndio hivyo? Wataka kuvuka kwenye hatua nyingine. Wamepambana dakika 90. Ngoma draw. Zikaongezwa dakika 5. Dakika ile ya 5 unavyogonga hivi, jamaa kadumbukiza. Alikuwa anaitwa nani yule ndugu? Sema Kibu. Alikuwa anaitwa nani? Sema Kibu Dennis. Jifanye umeokoka kushinda Roho Mtakatifu. Akapiga goli. Baada ya kupiga lile goli, dakika za mwisho ndugu wakafanyaje? Kwa hiyo haijaisha mpaka ifanyaje? Muda bado sana katika mipango iliyojipangia. Miezi 6 ni mirefu sana. Hao walishinda kwenye dakika ya mwisho. Wewe miezi 6 ni mingi sana. Sasa katika hiyo miezi 6 iliyobaki, ni vitu gani ambavyo vitakusaidia kuweza kuikamilisha? Ni haya mambo tuliyokamilisha. Jambo la kwanza ni shauku ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu utamuuliza nimwendeeje? Niendeeje hapa? Nifikeje pale? Namba 2 ni shauku ya kumtumikia. Kwa sababu unavyomtumikia Mungu ndivyo na Mungu anavyozidi kukutazama na wewe. Na shauku ya 3 ni shauku ya kumtafuta, moyo wa ibada. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie kipengele cha kwanza, kukua katika kumjua Mungu. Kukua katika kumjua Mungu. Daudi anamwambia mwanae Sulemani, mjue sana Mungu wa baba yako. Daudi baada ya kutembea na Mungu katika safari yake ya uongozi, baada ya kuona matendo makubwa ya Mungu aliyomfanyia katika uongozi wake, Daudi anacha kumwambia mwanae ya kwamba kuhusu Mungu aliyekuwa anamtumikia, aliyekuwa anamjua. Baada ya kuona matendo makubwa ya Mungu, alivyozungumza na Mungu, alivyomuongoza, Daudi ana kitu cha kusema kwa mwanae kuhusu Mungu. Anamwambia, mwanangu, umjue huyu Mungu unaenda kwenye hiyo nafasi. Daudi ana kila sababu ya kumsisitiza mwanae kumjua Mungu wa baba yake. Daudi alikuwa anamjua Mungu wake aliyekuwa anamtumikia. Daudi kama kiongozi mstaafu anacha kumwambia kiongozi anayekuja kuhusu swala la kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia swala la kumjua Mungu. Ni kitu ambacho kwa sasa hivi tunaweza tukao tunajua historia za kanisa zetu, tukao tunajua kanisa la EAGT historia yake, kanisa la TAG historia yake, lakini katika masuala ya kimungu tuko vizuri. Unaambiwa hembu elezea sifa za Mungu wako, unaambia tu wewe amini, wewe ni mpinga Kristo. Hapana, unahitaji kudive, unujue, utuelekeze. Tunaishi kwenye kipindi ambacho vizazi vinauliza maswali, wanataka wapate majibu, si kuambia tu waamini. Kipindi cha mababu zetu wakati wanaletewa imani, yamkini waliamini kwa sababu waliletewa shule, waliletewa hospitali, waliletewa nguo, wakaambiwa amini. Lakini sasa hivi tunaishi kwenye kizazi kina maswali. Hauwezi kukiambia tu amini. Hapana, kinahitaji maelezo. Kwa nini kije sehemu ambayo upo? Lazima utoe maelekezo. Watakuuliza huyu Mungu naye muabudu ni yupi ambaye mimi nataka nije kumwabudu. Kama usipokuwa na ufahamu naye, hautakuwa na kitu cha kueleza. Ndipo maana tunasema ukue katika ufahamu wa kumjua Mungu. Mtu akikukalisha chini alafu uanze kumuelezea huyu Mungu ninaye muabudu yuko hivi 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 na hivi, mtu anakuja akiwa na ufahamu wa kutosha. Bwana asifiwe sana. Kuwa na ufahamu sahihi kuhusu Mungu itakufanya umwabudu kwa usahihi. Kama utamuelewa Mungu kwa uzuri, ni ukweli usiopingika kwamba hatuwezi tukamjua Mungu 100%. Tunamjua kwenye 1% fulani. Maana Biblia inasema kwamba siku utakapomjua Mungu sasa ndio tumeshakufa. Kwa lakini sasa Mungu anatamani umfahamu kwenye level fulani ambayo atazidi kuzungumza na wewe. Sasa ukimjua Mungu itakusaidia wewe kuabudu kitu sahihi. Sasa Daudi alikuwa anasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo akafika kwenye mji fulani, akakuta wale ndugu wanamwabudu Mungu, alafu pale wameandika Mungu asiye julikana. Alafu sasa Paulo alipofika pale akasema ili asilete mkanganyiko, ili asilete mavurugu,
Akawaambia, ndugu zangu, huyu Mungu msiyemjua, mnaweza mkaniruhusu mimi nikawaambia anaitwa nani? Ndipo wanapomwambia, hebu tuambie. Ndipo Paulo anaziingiza habari za Yesu Kristo pasipo kusababisha machafuko. Bwana asifiwe sana. Ndugu alikuwa anamfahamu vizuri. Kuwa na ufahamu sahihi na Mungu itakufanya utumike kwa usahihi. Kama utamjua Mungu unayemwabudu, itakufanya utumike kwa usahihi. Na ndio maana tunapiga kelele swala la kumjua Mungu, swala la kuendelea kufahamu Mungu. Si ndio hivyo? Tupo kwenye nyakati ambazo tunaingia makanisani lakini hatuna uelewa wa kutosha kuhusu huyu Mungu tunayemwabudu. Tunasema kwamba Mungu atatembea na sisi hivyo hivyo. Na mimi nitaka nikuambie kwamba Mungu atatembea na wewe kwa kiwango unachomwelewa. Hawezi akatembea na wewe kwa kiwango ambacho huwezi kumwelewa. Kama unamuelewa kwenye 2%, atatembea na wewe kwenye 2%. Anasema katika nyakati zao za nani alitembea nao hivyo hivyo. Sasa nyakati hizi wewe unamfahamu kwenye level gani? Na ndipo sasa inapokuja utofauti wa masuala ya kutumika. Unaweza ukawa unatumika kwenye level ya kawaida sana, kwa sababu ndio level unayomjua Mungu. Mungu hawezi akakupa maarifa ya kuhusu yeye wakati level yako ya kumwelewa iko kwenye 2%. Utatumika kwenye 2%. Bwana asifiwe. Nikutie moyo, bado unaishi, bado uko duniani. Mungu anasema anatamani umjue, na unapomjua ndipo Mungu anapozifunua siri zake kwako, alafu hizo siri anataka uziseme kwa jamii ambayo imekuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye msisitizo na mkazo mwingi kufanya mambo ambayo, tafuta kumjua Mungu, tafuta kumfahamu Mungu. Hii ndio siri itakayokufanya ufanikiwe katika yale mambo ambayo umeandika 2026 ya kwamba ninatamani haya mambo niyakamilishe. Kwa sababu utakapomjua kuna vitu umeviorodhesha. Unajua wakati nafafanua ili andiko nilitafakari mambo mengi sana. Nilisema hivi, kumbe ninaweza nikaomba gorofa na nikapata. Kwa sababu gani? Wakati ninaoa, wakati ninaoa, kwa kweli baada ya kufanikisha lile jambo, nilisema hakuna kitu chochote ambacho Mungu anaweza akashindwa. Ninachoweza kumuuliza akashindwa. Bwana asifiwe sana. Sasa naomba nitoe siri moja kwa vijana. Mimi nilianza kupropose nikiwa na 100,000 kwenye akaunti. Yaani ndio nilianza, nilituma nani hiyo ya kipozeo kule, nasema hivi, nikiwa na 100,000. Akasema hapa, na ilikuwa ni mwezi ngapi ile mchungaji? Mwezi wa 9, mwezi wa 7. Wa 8 ndio nilikuja kuletea taarifa. Kwa hiyo ile miezi ile niko na 100,000 kwenye akaunti na natakiwa nilipe kibunda cha hela. Mimi nilichokifanya nika-apply ile neno ambalo Mungu anamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Musa anamwambia na fimbo, akamwambia na mimi na 100,000 Mungu. Nina nini? Nina 100,000 na nina binti aliyenipenda tayari. Sasa hiyo nikaichukua ile hela, nikaiandika barua, nikawatumia nyumbani, nikamwambia nyinyi nendeni tu waambieni ni shilingi ngapi. Hela inapatikana baada ya miezi miwili. Mwezi wa 10 natakiwa nifunge ndoa. Ilitakiwa mwezi wa 10 nifunge ndoa, mchungaji akasema mwezi wa 11. Nyewe pelekeni tu. Akaniuliza una hela? Mimi nimebaki na 50,000. Kwenye account nimebaki na 50,000. Wakaenda huko wazee, wakapangiwa vibunda. Nikarudi magotini mwa Bwana, nikamwambia Bwana, nimemaliza chuo 2021. By professional mimi ni mwalimu, ningekuwa sekondari nafundisha sasa hivi. Nimekutumikia miaka 4 bure pasipo kulipwa. Sasa ulisema hivi, uliwaambia wakina Petro hivi, ya kwamba yeyote atakaye niamini ya kwamba mbinguni uzima wa milele na duniani tele. Sasa na mimi nataka duniani uzima tele ni huyu binti nimpate. Alafu nikalala. Baada ya kumwambia hivi nikafanyaje? Nikalala. Mwezi ulikuwa mwezi wa 8, wa 9, wa 10. Hela ishakamilika, naambia wazee nendeni wapi? Mwezi wa 11 harusi. Sema amina. Kwa hiyo baada ya Mungu kutenda lile jambo, nikaamini kabisa hakuna kitu chochote ambacho anaweza akashindwa. Endapo kipo kwenye mstari wa Mungu. Ni kitu gani unachokiwazia? Kama kiko kwenye track ya Mungu na kama unamfahamu huyu Mungu aliyetembea na kina Musa, akawajibu wa kina Musa, akafanya kwa kina Musa, wewe ni nani? Mungu sio wa historia. Mungu ni halisi. Kama alifanya kwao wale, atafanya hata kwako.
Wakati mwingine tunaanza kuangalia, tunaanza kumpimia Mungu kitu cha kutupa. Alafu akamwambia Ibrahim, tazama yatakapoishia macho yako ndipo nitakapokupa umiliki. Sasa kiuhalisia hakuwa anamwambia hivi. Alikuwa anataka kuangalia mtazamo wa Ibrahim ni vipi anavyotazama. Kwa hiyo mtazamo wako unaoona Mungu kukupa ndio huo atakupa. Wewe kama unaona baskeli mbele yako, Mungu atakupa baskeli. Mungu sio namna, labda yawezekana ndio Mungu wako uliomjua namna hiyo. Lakini Mungu kwa lile tendo alilofanya, mimi nilisema, sasa nikaanza kuandika maombi mazito makubwa, kuachana na maombi ya baskeli. Kuachana na maombi. Sasa yani kuna wakati sasa tunaanza kulia na maombi sasa, Bwana njaa. Nahitaji pesa ya kula chakula, ya kununulia mboga Septemba maharage. Kweli na huyu Mungu wakukupa mboga ya maharage Septemba. Bwana asifiwe sana. Huyo ni Mungu wako uliyomjua kwa level hiyo, ndiye atakayokupa nini? Lakini Mungu anataka uombe vitu vikubwa. Mimi ninamjua ni Mungu ambaye anataka uombe vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomjua Mungu ya kwamba anaweza akajibu, tuna namna ya kumwendea. Tutayaandika yale mambo mazito, alafu Mungu tutampelekea hoja zetu. Na hatumpelekee kwa kumgombeza, tunampelekea kwa kuzungumza naye. Unajua Wakristo kuna namna tumechukulia maombi ni namna ya kufoka. Ifikie wakati useme maombi unazungumza kama wanavyoandika kwa mchungaji, nina shida, ninahitaji fanya. Kwa nini tusimwendee Mungu kiutaratibu? Tukamweleza, tukamwambia shida zetu, shida yangu ni hii hapa, shida yangu ni hii hapa, natamani hivi na hivi, na ukifanya hivi nitafanya hivi na hivi. Yaani unaomba unacheka. Ndio hivyo. Umejifungia ndani kwako, umeloa. Mungu akikutazama unamgombeza Mungu. Hata utumii maandiko. Na maandiko yenyewe hutumii. Bwana asifiwe sana. Sio jambo ambalo tunatakiwa. Mjue Mungu. Ukimjua Mungu, utajua namna ya kufanyaje? Ya kumwendea. Nilikuwa baadaye tutazungumza. Bwana asifiwe sana. Na kwa namna hiyo, sisi kama kanisa, kama tutapenda mafundisho, ndipo tutakapojua Mungu sifa zake zikoje. Tupende mafundisho, watumishi wa Bwana. Tuko kwenye nyakati ambazo mtu akisimama kufundisha ni kama anaonekana hayupo kiroho. Lakini mafundisho yapokea, haleluya, atapokea receive. Receive. Akitoka hapo huyo mtu yuko chwe. Akienda kulala huyo mtu haelewi chochote. Bwana asifiwe sana. Lakini swala linapokuja, swala la kukuelekeza, jamani Mungu wetu yuko hivi. Maandiko matakatifu yanasema hivi kuhusu Mungu, unatakiwa muendee hivi, unatakiwa ufanye hivi. Bwana ndugu kama vile hayuko kiroho. Sina maana kwamba hana vibe. Lakini tumetofautiana, sio hivyo? Tumetofautiana. Tupende mafundisho. Pia changamoto inayosababisha kukosekana kwa tabia za kumjua Mungu ni swala la familia kuyumba. Familia kufanyaje? Kuyumba. Sasa kama wewe ni mzazi na hauna ufahamu wowote na Mungu naye mwabudu, una kitu gani cha kumwambia mwanao? Una kitu gani cha kumwambia mwanao ya kwamba umjue Mungu? Daudi anamwambia mwanae kwa sababu alikuwa na uelewa wa kutosha kuhusu Mungu. Sasa sisi kama wazazi tuna kitu gani cha kuambia watoto wetu? Mimi nimekulia kwenye familia ambayo ni ya kawaida sana. Yaani ni ya kawaida sana. Wazazi wangu sio watu walikuwa wa kanisani. Wale wazee ambao walikujaga hapa na Mazani, wao ni watu wa kawaida sana. Sasa hivi tu Bwana amewabadilisha. Kwa nakunywa pombe na baba alikuwa ananipeleka mbio sana. Yaani nyumbani kwetu hakuna harufu yoyote ya kusema kwamba kuna mtu ambaye anajua hata swala la Mungu asimame mbele za nani hivi. Ile kitu mimi ikawa inaniuma sana. Nikasema kwamba wenzetu wamezaliwa kwenye familia ambazo wanakuwa alafu kuna mtu anawakalisha chini alafu anawaambia kuhusu habari za Mungu. Wanaanza kuelekezwa kuhusu Mungu. Sisi tumekuwa kwenye sehemu ambazo tunatumwa tukanunue sigara. Tumekulia sehemu ambazo tunatumwa tukanunue pombe tuwaletee wazazi wetu. Ikawa nasema hapana, hapa kuna namna ambavyo ninatakiwa nifanyaje?
nijichomoe mwenyewe pasipo kutegemea, na siwezi kuwalaumu wazazi. Siwezi kufanyaje? Kuwalaumu wazazi. Kwa sababu gani? Kuna mtu mmoja aliniambia hivi, kuzaliwa kwenye familia isiyomjua Mungu sio kosa, ila kosa ni ukufa ukiwa bado hujamjua nani? Mungu. Nikasema baba, nisaidia hapa, kama ni mwenyewe nafanyaje? Ninakro. Nikaanza kutumia imani, nikaanza kupambana. Sasa nini ninachotaka kusema? Na wakati ninamfuatilia Neema anakuja kwenye maisha, sasa nikawa ninampanga, namwambia sasa hivi tutakuwa na kitu gani cha kuambia watoto wetu kuhusu habari za Mungu. Yaani hapo simwambii kwamba tunahitaji tusome neno la Mungu, nataka kumtafakarisha ya kwamba kumbe kuna wakati tutakuja tukae chini tuanze kuzungumza habari za Mungu. Sasa tutazungumzaje habari za Mungu ili hali hatuna ufahamu wowote na Mungu? Kwa hiyo ni wakati ambao ninatakiwa nijinoe sasa hivi, ni wakati ambao ninatakiwa nimjue Mungu sasa hivi, ili baadaye kakija katoto niwe na sababu ya kukwambia, mwanangu, Mungu aliyenisaidia kumuomba mama yako, mwabudu huyu. Sasa wewe utamwambiaje? Na hakuna kitu alichokitenda huyo Mungu kwako. Lazima tufanyaje? Sisi kama wazazi lazima tuwe na shauku ya kumjua Mungu, ili baadaye tunapowakalisha watoto tuanze kuwaelekeza habari za nani? Za Mungu. Familia ndiyo kanisa la kwanza. Familia ndiyo kanisa la kwanza. Sasa namna hiyo ya kutokumjua Mungu inasababishwa na familia kukosa ile tabia ya kuwa na moyo wa ibada. Hatuna ile tamaduni. Sasa wakati nimeenda chuo mimi, nimeenda advance. Wakati nimeenda advance kule, sasa nikaanza, yaani mimi hakuna mtu aliyekuja kuniambia ni okoka. Niliokoka mwenyewe. Niliokoka mwenyewe nikiwa advance kule Moshi. Nilitokewa na maopele huko. Moshi kuna baridi. Sasa nikawapigia simu nyumbani, nikamwambia naomba mnitumie hela. Alafu niliyekuwa nimempigia ni shangazi yangu, ni Muislamu. Naomba nitumie hela niende wapi? Hospitalini. Ninaona kuna vitu vimenitoka huko sielewi. Yule shangazi alinijibu majibu ya hovyo, akaniambia ujiombee utapona. Yeye nilitafakari nijiombe, alafu nilikuwa natukana vibaya mno. Mimi sijaokoka miaka ya huko, ni majuzi tu hapa 2000 ngapi. Nilikuwa tukana, akaniambia ufanyaje? Ujiombee. Mbona kama vile inakuja. Nikaanza kufanya juhudi za mimi kutoka siku za Jumamosi kuogaga hakuna masomo yoyote. Sasa Jumamosi nikawa ninatoka bwenini naingia darasa. Sijui kuomba chochote. Nikawa ninatoka bwenini naingia darasani. Naingia kwa nasema, naanza kufanyaje? Kujiombea. Kweli siku ya kwanza nimeenda sijui kuomba. Nikasema ile sauti imeniambia, shangazi ameniambia nijiombee nitapona. Nikashika hivi. Sema sijui kuomba, lakini Bwana naomba uniponye. Kweli kama wewe naogopa. Kwa hiyo nilikuwa ninaogopa. Kwa hiyo saa 11 ninatoka ninaenda. Nikienda kweli siku ile ilikuwa Jumamosi. Ilipofika saa 6 nikaangalia huko. Hakuna kitu, kumebaki kweusi. Nikasema hivi kumbe inawezekana. Sasa Mungu alivyo mwaminifu, mimi sikupata mtu ambaye wakati ninafanya juhudi hizo za kutoka kila Jumamosi, siku moja nikaokota ka kitabu kameandikwa mtu ambaye anataka kuokoka, sala imeandikwa pale, namna ya kufuatiliza. Nasema hivi si ndio nataka niokoke hapa. Ngoja sasa mimi nimaanisha kwamba kuna mtu amfanyaje? Ananiongoza hapa. Nikaanza kukasoma kale ka kitabu. Bwana Yesu, ninakuja kwa imani. Kwa imani nimepiga magoti mwenyewe ndani darasani kule. Baada ya pale Bwana alianza kunitumia, na ndio maana niko mahali hapa. Nini nataka kusema? Kama hatutakuwa na familia zinazomjua Mungu, ni vigumu sana kuwa na taifa ambalo linamjua Mungu.
wazazi tuwe chanzo. Kuna mwingine hapa anaona ni kama ndoto za Abunuwasi. Huyu anazungumza swala la mzazi kumjua Mungu. Mimi nina miaka 18 sasa hivi, labda kama utakuwa sister. Lakini kama umepanga kuoa na kuolewa utakuwa mzazi. Ni muda wa kujichimbia, sema haleluya. Ni muda wa kumjua Mungu, ni muda wa kumtafuta Mungu akuelekeze yeye ni nani. Alafu mwisho wa siku utaona mambo mazuri itakavyokuwa yanaenda kwenye ndoa yako. Sema amina. Anza kujichimbia safa. Wazazi ndio wachungaji wa kwanza na kanisa huanzia nyumbani. Daudi anakaa kwenye nafasi ya mzazi katika kumweleza mwanae kuhusu Mungu. Anamwambia, mwanangu Suleiman, mjue Mungu wa baba yako. Kumjua Mungu kunahusisha vitu gani sasa? Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie labda tunavyosema kwamba hivi huyu mtumishi anasema nimjue Mungu kwenye nyanja zipi? Nimesema kwamba hatuwezi tukamjua Mungu kwenye asilimia zote, lakini kuna vipengele ambavyo Mungu anatamani uwe na idea navyo. Yaani hata unapomwendea unakuwa na idea navyo. Namba 1, kumjua Mungu ni kuzitambua sifa za Mungu wako. Mungu unayemwabudu. Kumjua Mungu ni kutambua sifa za Mungu wako. Unayemwabudu. Je, unazifahamu sifa za Mungu wako? Yeye Mungu, sifa hizi ndizo zake. Sasa unatakiwa uwe na uelewa. Yeye Mungu ni wa milele. Kama utajua Mungu unayemwabudu ni wa milele, ya kwamba yeye hafi, yupo siku zote. Mungu huyu unayemwabudu hana mipaka, yupo kila mahali. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuvijua kuhusu Mungu wako. Na kama ukijua kwamba huyu Mungu ninayemwabudu hana mipaka, yuko kila mahali, hautokuwa mtakatifu kanisani, utakuwa mtakatifu hata unapokuwa peke yako, kwa sababu unajua Mungu ninayemwabudu yuko kila mahali. Wengine tunajua Mungu yuko kanisani. Ndio. Tunafahamu Mungu yuko kanisani. Mungu yuko kila mahali. Kila sehemu ulipo Mungu yupo, na unachokifanya anakiona. Ukijua hilo itakupa namna ya kutembea na Mungu katika utakatifu katika nyanja zote. Kuna watu wengine ni watakatifu kanisani, wengine si watakatifu nyumbani. Wakijua utakatifu uko kanisani, wanajua Mungu yuko kanisani. Lakini ukijua kwamba Mungu ninayemwabudu kwamba yeye yuko kila mahali, kwa hiyo kila sehemu, kile nitakayozungumza naye, nitakayokutana naye, nitajua kwamba Mungu ananitazama. Bwana asifiwe sana. Yeye habadiliki. Akisema ndio, amesema ndio. Akisema hapana, amesema hapana. Huyu ni Mungu tunayefanyaje? Tunayemwabudu. Hili swala la kusema ndio na hapana, nakumbuka kipindi hiko nimemaliza chuo, niko Mwanza. Kuna mama moja akaniambia, kijana unatakiwa ende nyumbani kwenu ukaoe sasa. Hivi na mimi nikaona kama ni kweli, inawezekana mke wangu yuko nyumbani kwetu. Nikafunga safari kutoka Mwanza kuelekea wapi? Kondoa kule. Kwa mara ya kwanza nafika nyumbani tu kwa siku ya kwanza, Mungu anasema na mimi endelee kunitumikia. Naenda Dar es Salaam narudisha elimu. Endelee kumtumikia tena. Nitakupa mke. Nikawa ninaota mazingira ya kumpata mke, lakini nisielewe ni wapi. Tulipofunga ndoa hapa ninaona mazingira yote. Kwa hiyo nisingekubali ule mchakato wa kustembezwa na Mungu, nisingekutana na mai wangu. Sema amini. Kubali mchakato. Kubali mchakato. Hatuna kingine cha kuhubiri zaidi ya hii testimony. Bwana asifiwe. Yeye akisema ndio ni ndio. Akisema utaoa na kuolewa, utaolewa. Wewe sio sister. Sema amen. Akisema utapata kazi, utapata kazi, tumtumisha. Tulia kwenye mchakato. Akisema anakupandisha nafasi, tulia kwenye mchakato. Msikilize, mwambie ni muda upi, alafu utaona atakavyokifanya. Yeye akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Yeye hachoki. Mungu ni wa upendo. Mungu wetu ni mtakatifu na Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye hajawahi kuwa muongo. Kumjua Mungu kunahusisha na kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Swali la kumjua Mungu linahusisha kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yako, kutambua nafasi ya Mungu katika mipango yako. Hii mipango tuliobakiza ya mnusu mwaka hapa, ujue nafasi ya Mungu katika hiyo mipango. Usije ukawa unaitenda peke yako alafu namwambia Mungu nifuate nyuma. Kuna vitu ambavyo vitakuwa vinakupa ugumu ndio unamshirikisha Mungu. Hapana, mshirikisha Mungu kwenye kila hatua. Kwa hiyo kumjua Mungu ni kujua nafasi ya Mungu katika mipango yako, kujua nafasi ya Mungu katika ndoa yako, kujua nafasi ya Mungu katika utumishi wako, kujua nafasi ya Mungu kwenye kazi unayofanya. Hapo ndio unasema kwamba Mungu ninamfahamu
ninayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka huu 2026 unapoenda kumalizika, ili ufanikiwe, tambua nafasi ya Mungu katika mipango yako yote. Kumjua Mungu kunahusisha kutambua ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Unafahamu ahadi za Mungu kwenye maisha yako? Nilipoisoma Biblia nikagundua kuna vitu ambavyo Mungu ameniahidia. Aliniahidia kwamba nitaoa, kwamba mimi sio padri, nikajua tu nitaoa. Kwa hiyo nilikuja na hoja ile ile katika maombi yangu. Uliniahidia hiki Bwana, nikalala kupiga magoti. Nakumbuka siku nimeenda kwa mchungaji tu. Nakumbuka alisema utakiwa kufunga sasa hivi, utakiwa ule, na kweli nilikwenda mitimoto sana kipindi kile. Kwa sababu najua muda wa kuomba niliomba. Na mimi sikutaka kujiumiza akili. Bwana asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Bwana anasema hapo sasa unahitaji imani nyingine. Kuna mtu mmoja mlima wake ni swala la ndoa. Je, unafahamu ahadi za Mungu alizokuahidia? Mungu amekuahidi nini? Kwa sababu tunapomwendea Mungu kwenye maombi, tunamwendea kwa zile ahadi alizotuahidia. Amesema kwamba nawe hutakuwa mkia, utakuwa kichwa. Sio hivyo? Ninamwendea Bwana. Bwana, ninalima. Umeniambia nitafanyaje? Nitakuwa kichwa. Ninataka nipate. Sasa utakuwa kichwa, alafu ufanyi kazi. Utakufa vibaya wewe, na Mungu atakuangalia unavyokufa vibaya. Kwa sababu amefanyaje? Amekuandikia. Sikuna wala kole tuliookoka zaidi ya Roho Mtakatifu. Bwana, umetuandikia ya kwamba mbingu na nchi ni mali zetu, alafu umelala ufanyi kazi. Utakufa vibaya sana. Fanya kazi ndipo Bwana akubariki upate vitu. Utakuwa ni uchawi kama uchawi mwingine. Anaona magumu. Utakuwa ni uchawi. Kwa kusema kwamba eti Mungu ametupa vitu vyote, mali na dhahabu ni za Bwana. Na kama mali na dhahabu ni za Bwana, sisi tunaziendea tu. Siku ya kwanza unakula maharage, siku ya pili Chinese, tumbo linakukataa. Unaanza kufanyaje? Kuingia chooni, tumbo linavuruga. Kama unasema Bwana, unasema utatulinda na mabaya yote. Hapana. Mboga zimegoma. Na zimegoma kwa sababu hauna pesa. Tukaje sio swala la uchumi hapa. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akusaidie ujue ahadi alizokuahidia, ili unapoelekea kwenye maombi utumie hizo kumdai Mungu vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna gani tunaweza tukamjua Mungu? Namba 1, mpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hii ni hatua ya kwanza. Unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo anapoanza kufanya kazi na wewe. Ndipo anapomruhusu Roho Mtakatifu anaanza kufanya kazi ndani yako. Namba 2, jifunze kwa watumishi wa Bwana. Kitu ambacho hujui, hebu waulize watu, waulize watu wakuelekeze kuhusu Mungu. Usijifanye unajua. Kuna vitu unahitaji kuelekezwa. Taifa la Israeli walivyokuwa wanatoka nchi ya Misri, wanaelekea kwenye nchi ya ahadi, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kile kitabu kina maana kwamba walikuwa wanafundishwa sheria zile ambazo Mungu alikuwa anasema na wazazi wao. Kwa hiyo ile Kumbukumbu la Torati ni sheria zilikuwa zinasomwa kwa kizazi kingine. Kuna vitu ambavyo vijui, unahitaji Mungu afanyaje? Akufundishe. Sasa wafuate watu wakufundishe, jifunze neno la Mungu na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwa hatua hii niliyozungumza, mimi ni matumaini yangu. Sio yote ambayo yanaweza yakawa yanafanya kazi kwako, lakini liko moja tu. Tumeangalia point moja tu ya kumjua Mungu. Kuna kitu cha swala la kumtumikia Mungu, kuna swala la kumtafuta Mungu. Ninaamini kwamba katika hapo tulipo kuna sehemu ambapo neno limekuchallenge, uende ukalitafakari, uende ukalifanyie kazi. Simama kwa miguu yako. Utaenda kumwambia Mungu, mimi sijui ni shauku gani ambayo uko nayo. Sijajua ni shauku gani ambayo uko nayo ya kumfahamu Mungu. Mimi binafsi ninajua shauku yangu ambayo niko nayo. Wewe mwenyewe unafahamu ni shauku gani ambayo uko nayo. Na kuna vitu wakati mwingine ulikata tamaa kwamba hiki kitu siwezi. Ulimuona Mungu ni wa kawaida sana. Sasa ninataka nikuambie siku ya leo, natamani ubadilishe mtazamo wako. Natamani umwambie Mungu, nilikuwaza katika udogo sana. Sasa ninatamani unipe neema ya kukufahamu, unipe neema ya kujifunza kuhusu wewe, ili niweze kufanya mambo makubwa, ili niweze kubadilisha taifa hili, nchi hii. Ninahitaji kukujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda mbele za Mungu kwa moyo wako, muelezee Mungu
Kama tunaweza kupata wimbo wa kuabudu, alafu tutaingia kwa Mungu kumwambia Mungu atupe shauku ya kumtafuta, ya kumjua, ili tuweze kusimama katika njia zake. Omega, na kuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega, na kuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega, Mwadhimishe Bwana, mwambie Bwana, naomba nikujue. Wewe ni Mungu pekee Bwana. Ndani ya nusu mwaka iliyobaki, una muda wa kutosha kabisa kubadilisha mwelekeo wako. Neno hili likufanye kugeuza moyo wako na kutambua nini unahitajika kukifanya katika safari yako. Kuna jambo ambalo katika fundisho hili ukiondoka nalo utakuwa mtu wa tofauti sana. Rekataraba shekeribo saya ramona mashatorobo shaka lirababo shekeribo. Unaweza kujibidisha kuomba pesa, unaweza kujibidisha kuomba cheo, lakini uko mbali na Mungu. Tafuta kumjua Bwana. Ukimjua Bwana ni wa milele. Ukimjua Bwana yuko kila mahali. Ukimjua Bwana anaweza yote. Cheo ni mali yako, pesa ni mali yako, ndoa ni mali yako, afya ni mali yako, amani ni mali yako. Urasoterikataya likorababashatoribosh. Na kushukuru Bwana wa majeshi, na kushukuru Mungu aliye hai, na kushukuru Mfalme. Mshukuru Bwana, mwambie Bwana, nipe moyo wa kukuelewa, nipe moyo wa kukufahamu. Mwadhimishe Mungu, mwadhimishe Jehova, mwambie nifahamu njia zako, nikuelewe wewe Mungu, nijue sifa zako, nijue heshima yako. Utakuwa na bidii katika kumpenda Mungu, na yote ambayo moyo wako unatamani kuyafikia yatavutwa na nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Pambana kumjua Mungu tu, kuwa na shauku vile ulivyomwabudu mwezi uliopita, vile ulivyomwabudu mwaka uliopita. Isiwe mwaka huu tena, hapana. Badilisha mfumo wa fikra zako, badilisha katika jina la Yesu Kristo. Usiwe na misimamo, rudisha uelewa wako mbele za Mungu. Asante Mwokozi kwa neema yako, asante Jehova, asante Mungu, asante Mwokozi, asante Mwokozi. Haleluya, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu.
Oh, haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuyajengele hapa. Nilitamani tumalizie hizi pointi mbili, kumtumikia Mungu na kumtafuta. Unaonaje kanisa? Kwa maana ninamaanisha kwamba mwalimu wetu aendeleze Ijumaa, si ndio? Maana tutakuwa tumefunga ukurasa wetu vizuri. Tumefundishwa kumjua, sasa hapa kuna vipengele viwili vimebaki, kumtumikia na kumtafuta. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo mwalimu wetu taendelea na somo hili, naamini kabisa vipengele vilivyobaki tutavimalizia Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa hatutakuwa na maombi, tutakuwa na mafundisho haya. Naomba mpe taarifa mwenzio, na ndicho kilio changu, tumjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya Gabriel. Kabla hajaoa nilimwita, tulikuwa tunapaswa mawe, nikasema kwa nini huoi? Na umesoma na umri umeenda, kwa nini huoi? Huyu hapo. Bwana asifiwe sana. Mchungaji 1 2 3, nikasema sikiliza, unatakiwa kuoa. Haleluya. Lakini ambacho mimi kwake niliona muujiza mkubwa, huduma nayoitumikia ni kwamba wanahamishwa kwa ajili ya kwenda kujenga vijana sehemu mbalimbali. Kwa akaniaga wakati ametumika mwaka mmoja na adhani, akasema mchungaji, naondoka, Mungu akijalia tutaendelea kuonana, kwa sababu sina imani kama nitarudi Iringa. Haleluya. Nikasema Iringa utarudi, bado kusudi hujalimaliza. Huyu hapo. Bwana asifiwe sana. Alipoenda huko wakapiga kazi zao, wakashangaa anarudishwa tena hapa. Nikasema sasa unatakiwa kuoa. Kumbe angehama, mke wake angemkosa. Unatakiwa kutoa sadaka ya shukrani wewe. Ungekuwa na mchungaji sikuwa rohoni ungeenda. Lakini sasa mchungaji wako yuko rohoni, kumbe mke wako amefichwa hapa. Maana kipindi naongea naye alikuwa hana hata wazo la mchumba, kumbe mke wake yuko huko. Elinemi inabidi atoe fungu la 10 mara 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba ni mwalimu ambaye anapokufundisha kitu ni kile alichopitia. Haleluya. Na nilimwambia unapofundisha vijana na hujaoa, kuna mabinti tu watakutamani, hata kama utawazuia watakutamani tu, watakupenda. Sasa mwingine hata kuelewa, anawaza huyu kaka naoa nani? Lakini sasa hivi ukifundisha, kila mmoja anapokea kwa Roho Takatifu kabisa, maana anajua mlango umefunga. Lakini kipindi hicho unasema ukimjua Yesu, mwingine anasema ila angenifuatilia mimi, ningekuwa wa kwake, tungefanya vizuri huduma. Nikasema wewe, kuna wengine hawaelewi maana hujaoa. Bwana asifiwe sana. Wana CGM, viongozi wa CGM wote muoe. Haleluya. Mnapofundisha vijana muwe mmeoa. Kufika mwakani, miaka 2 mbele, vijana wote viongozi mnatakiwa kuoa. Hakuna cha kusema sina hela, sina kitanda. Tafuta sasa hivi. Nitafuatilia ghetto moja kwenda nyingine. Wote mlio viongozi mnatakiwa kuoa, sio sema Yesu anaponya, anaweza. Mmoja anasema si anisemeshe huyu. Hakuna hapa. Mmesikia nyinyi ambao bado nyinyi? Mungu abariki. Basi wakati huu shika sadaka yako, tumtolee Mungu wetu. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru. Asante kwa wakati huu ambao wanao tunaenda kushiriki ibada ya matoleo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu matoleo haya